Waandamanaji dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini wamefunga shughuli katika miji yote mikubwa. Maelfu ya watu wamejitokeza katika miji ya Johannesburg, Durban na Cape Town. Viongozi wa maandamano walitoa muda wa mwisho kuwa ni leo tarehe 30 wahamiaji wote wao wameondoka nchini humo. Maelfu ya raia wa kigeni kutoka nchi nyingine za Afrika tayari walikimbia nchi hiyo kabla ya tarehe hiyo ya mwisho. Katika eneo la Tembisa kaskazini mwa Johannesburg, watu waliofanya vurugu walirusha mawe kwa polisi na kuwarushia waliodhaniwa kuwa wahamiaji, huku milio ya risasi ikisikika mara kwa mara karibu na kitovu cha biashara cha jiji hilo. Tangu maandamano hayo yaanze mwezi Aprili, watu wasiopungua 5 wameuawa katika matukio ya vurugu, huku maelfu wakilazimika kuyahama makazi yao ama kushuhudia biashara na mali zao zikiharibiwa. Mashuhuda wanadai kuwa baadhi ya wamiliki wa nyumba katika miji ya Durban na Johannesburg wamekuwa wakiwafukuza kinyume cha sheria wapangaji wa kigeni kwa hofu kwamba majengo yao yangeharibiwa. Wahamiaji wamekuwa wakilaumiwa kwa madai ya kuchukua ajira za wenyeji, kuongeza uhalifu na kuweka mzigo mkubwa kwa huduma za umma, madai ambayo wataalamu wa masuala ya jamii wanasema hayana ushahidi wa kutosha. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema katika taarifa yake ya jana, wasiwasi mkubwa wa Afrika Kusini kuhusu uhamiaji haramu ni wa kweli na unastahili kusikilizwa. Hata hivyo, haki ya kuandamana haiwapi watu ruhusa ya kutishia wengine wala kufanya vitendo vya uharibifu au vurugu. Kwa mujibu wa serikali, zaidi ya wahamiaji 12,000 wamefukuzwa ama kurejeshwa katika nchi zao tangu wimbi la maandamano lilipoanza mapema mwaka huu. Nchi za Ghana, Malawi, Msumbiji, Nigeria na Zimbabwe zimekuwa zikiandaa safari za kurejesha raia wao kwa ndege na mabasi katika wiki za hivi karibuni, huku takriban wengine 3,500 wakijitolea kuondoka Afrika Kusini.